Mpaluka Nyagali, maarufu sana kwa jina la Mdude Nyagali. Tungetamani sana kupaza sauti kuhusiana na jambo hili ambalo limetushika mioyo, akili zetu. Tumelizungumza ndani na limevuka mipaka. Limezungumzwa na taasisi mbalimbali za kimataifa ikiwemo Amnesty International, Human Rights Watch na mashirika mbalimbali na marafiki zetu wengine wengi tu kutoka nje ya nchi, kuhusiana na kutaka kujua yuko wapi Mdude Nyagali ambaye tarehe 2 mwezi wa 5 alivamiwa nyumbani kwake na watu waliojitambulisha kwamba ni maafisa wa jeshi la polisi. Kwa hivyo siku ya leo tunataka tuungane na Watanzania wenzetu na wanachama wetu walioko Mbeya, kanda ya Nyasa, familia yake, kwa maana mke wake ambaye tumekuwa na mazungumzo naye katika kufuatilia jambo hili. Tunataka tuungane kwa pamoja kupaza sauti na kulizungumza jambo hili katika engo ambayo ni serious. Kwa nitaelezea na kutoa ukweli wa matukio kadhaa na maazimio yetu kama chama, nini tunakitaka, nini kifanyike kuhusiana na kupotea kwa ndugu Mdude Nyagali. Kwa ikumbuke kwamba tarehe 2 mwezi wa 5 ndugu Mdude alivamiwa nyumbani kwake mtaa wa Luanga, kata ya Iwambi, huko Mbeya mjini. Ilikuwa ni usiku wa tarehe 2 mwezi wa 5. Waliomvamia Mdude Nyagali walijitambulisha kuwa wao ni maafisa wa jeshi la polisi. Majirani walimtaarifu mwenyekiti wa serikali za mtaa ya Ivwanga ambaye alifika eneo la tukio usiku huo. Vile vile rafiki yake Mdude Nyagali aitwaye Abdukarim Juma alifika nyumbani kwa Mdude Nyagali usiku huo baada ya kupigiwa na mke wa Mdude Nyagali, baada ya kupigiwa simu. Mwenyekiti wa mtaa usiku huo aliwapigia simu polisi, kwa maana ya OCS wa kituo cha Iunga ambacho kipo umbali wa kutoka hapo kilomita 3 kutoka eneo ambalo tukio lilitokea, kwa maana ya mahali ambapo Mdude alivamiwa na kuchukuliwa. Hata hivyo OCS usiku ule alimjibu mwenyekiti wa mtaa kuwa yeye hawezi kwenda eneo la tukio, kwa hivyo wao, yani waanga, ndio wamfuate yeye pale kituoni. Mwenyekiti wa mtaa aliongozana na rafiki yake Mdude, yule Abdukarim Juma, pamoja na mke wa Mdude Nyagali ambaye alikuwa na mtoto mdogo mgongoni mwake. Wakaelekea paka kituo cha polisi cha Iunga ambapo alimkuta OCS aliyewaeleza kuwa pale kituoni hana sehemu ya kuweka mahabusu, kwa hiyo hana mtu yoyote aliyeshikiliwa pale, na akawaeleza kuwa waende kituo cha polisi cha kati, Central Police, pale Mbeya mjini. Kwa baada ya kupewa taarifa hiyo, mwenyekiti wa mtaa alisema yeye anaishia pale, hawezi kwenda kituo cha polisi cha kati, yani hapo Central Police, na hivyo Abdukarim na mke wa Mdude Nyagali walilazimika kuondoka wenyewe eneo hilo la hapo Iunga na kwenda kituo cha kati cha polisi, Central Police. Walipofika kituo cha kati, walipokelewa na kueleza tukio kwa askari wa zamu, lakini walijibiwa kuwa hakuna mtu wa namna hiyo ambaye ameletwa kituoni hapo. Walisisitiza kupatiwa msaada wa polisi bila mafanikio, na hivyo wakalazimika kurudi nyumbani. Baada ya kueleza tukio lote hilo, hawakupata msaada wowote. Kwa hivyo mke wa Mdude na Abdukarim, rafiki yake Mdude, wakarejea nyumbani. Mwenyekiti wa mtaa naye alirudi eneo la tukio na kuamuru wananchi waliokuwa wamekusanyika eneo lile watawanyike, wakaendelee na majukumu yao, na yeye akaondoka. Alipopigiwa simu na katibu wa mkoa wa Mbeya pamoja na waandishi wa habari kuwa mbona haonekani eneo la tukio,
alisema kuwa ana kikao muhimu cha Chama cha Mapinduzi maeneo ya Sabasaba, kwa hiyo naye akaondoka. Tukio limetokea kwenye mtaa wake na watu wamekusanyika kwa taharuki, na mwenyekiti huyu akawa ameenda kutoa maelekezo kwamba watu watawanyike wakafanya shughuli zao. Katibu wetu wa mkoa wa chama alimpigia mtendaji wa kata ambaye alifika na eneo la tukio, na kisha akaondoka, na kwa pamoja baadaye tena RCO wa mkoa wa Mbeya alifika eneo la tukio majira ya saa 4 hivi, akiwa sasa wameongozana na viongozi ambao walikuwa wamewafuata, wakawa wamefika eneo la tukio pamoja na watu ambao walikuwa wamekuja kuchukua sampuli mbalimbali, yani DNA kwa ajili ya kupima damu na sampuli kama sehemu ya awali ya uchunguzi wa jambo lenyewe. Sasa baada ya pale pakatokea ukimya tu. Baada ya kuchukua sampuli pakatokea ukimya, na hakuna aliyekuwa anatoa maelezo yoyote, hakuna ambaye alikuwa anajibu jambo lolote. Tarehe 3 mwezi wa 5, yani kesho yake, ofisi yetu ya chama ya kanda ilipokea taarifa kutoka kwa mmoja wa mwanachama wetu aliyejulikana kwa jina la Ezekiel Sheyo. Huyu ndugu Ezekiel Sheyo alisema kuwa tarehe 30 mwezi wa 4 alikutana na watu wawili aliowataja kuwa ni Afande Shabani Chalo na Veda, ambao wote wanafanya kazi katika ofisi ya RCO hapo mkoa wa Mbeya. Watu hawa walikuwa wakimtafuta kwa njia ya simu kwa siku kadhaa, wakihitaji kuonana naye. Hivyo hiyo tarehe 30 mwezi wa 4 akakutana nao eneo la Sokomatola pale Mbeya. Afande Shabani ndiye aliyekuwa mzungumzaji katika hicho kikao cha mazungumzo, na alimtaka Ezekiel amuonyeshe nyumbani kwa Mdude Nyagali kwa madai kuwa kuna kazi ya kijasusi ambayo alitaka kuifanya. Hata hivyo Ezekiel alikataa na kumweleza kuwa hafahamu anapoishi Mdude. Afande Shabani alisisitiza kuwa kuna hela nzuri na kwamba Ezekiel ataje kiasi chochote cha fedha anachohitaji atapatiwa. Kwa Ezekiel aliendelea na msimamo wake kuwa hafahamu anapoishi Mdude Nyagali na kwamba hiyo kazi ya kijasusi ataweza kuifanya. Afande Shabani na mwenzake waliondoka na kumwacha Ezekiel eneo lile ambapo yeye ambapo naye baadaye aliondoka. Kwa mara baada ya kuachana na askari hao ambao Ezekiel anawatambua kwamba ni askari na walijitambulisha kwake kwamba ni askari kutoka ofisi ya RCO, Afande Shabani na mwenzake Veda. Kwa baada ya kuachana nao au askari, Ezekiel alienda kwa mwanachama mwenzake kumjulisha mazungumzo aliyoyafanya na Afande Shabani. Kwa kuwa simu yake haikuwa na muda wa maongezi, alimsihi mwenzake ampigie mtu mwingine ambaye atatuhakikishia kuzifikisha taarifa hizi kwa Mdude Nyagali. Kwa Mdude alipatiwa taarifa hizo siku hiyo ya tarehe 30. Na wale wanaofuatilia ukurasa wa Twitter X wa Mdude watafahamu na kuona mpaka leo ipo. Aliandika katika ukurasa wake akisema kwamba, akihoji kwa nini askari wanaotaka kuwapa wanachama fedha wanataka kuwapa wanachama fedha ili waoneshe nyumbani kwake, wakati ofisi ya RPC na RCO wana namba yake na wanaweza kumpigia na kumuita kituoni na akafika pasipo na shida yoyote. Kwa siku moja baada ya Mdude Nyagali kuandika hivyo, akavamiwa na askari nyumbani kwake, akapigwa na kuumizwa, kisha askari hao wakatoweka naye, na mpaka sasa hivi tunavyozungumza leo tarehe 10
ndugu Mdude Nyagali hajulikani alipo. Wote tuliona video ambayo ilionyesha kutoka pale